Busara Media tunawasha ndoto kutoka mtaani dunia yote. Lodi Kombo. Msimu wa 23 wa Sauti za Busara visiwani Zanzibar. Nikiwa hapa katika hoteli ya Hayati Zanzibar katika mkutano wa waandishi wa habari. Tamasha hili la Sauti za Busara inatarajiwa kuanza leo tarehe 5 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa Februari 2026 hapa Zanzibar. Viongozi ama waandaaji wa tamasha hili la Sauti za Busara msimu wa 23 walikuwa na mingi ya kuzungumza kuhusiana na tamasha hili, nia, lengo na madhumuni ya kuweza kuandaa tamasha hili na wamejiandaa vipi kuhusiana na msimu huu wa 23 wa tamasha la Sauti za Busara. Tuweze kuungana nao, tuwasikilize wana kipi cha kuzungumza na wamesema nini kuhusiana na tamasha hili. Tunaposema kuhusu tamasha, mara nyingi nasema kwamba tamasha la Sauti za Busara, sisi tulikuja na mawazo, sisi ni waandaaji, lakini tamasha hili ni la Watanzania. Sisi kwa upande wa Zanzibar tumebahatika kwa ni sehemu kwamba ile tamasha linafanyika Zanzibar. Nathubutu kusema kwamba tamasha la Sauti za Busara ni tamasha la kimataifa, na sisi kama Wazanzibari hapa tunakuwa kama ni sehemu ya mapokezi ya katika kulisimamia hili tamasha kwa niaba ya wenzetu wote milioni 62 walikopo Tanzania. Ujumbe wa tamasha Sauti za Busara unakwenda mbali sana, mbali katika ukiangalia katika masuala ya kiuchumi. Yaangalie nini tu ndugu waandishi, watu watakaokuja, picha watakazozipiga, kuzungumza, tunapeleka ujumbe na kuitangaza nchi yetu, lakini pia kuonesha umoja wetu sisi kama Watanzania, lakini pia kupeleka ujumbe kwa bara zima la Afrika. Nakumbuka katika miaka nyuma CNN ilitangaza Sauti za Busara katika matamasha 7 bora bara la Afrika. Lakini mimi naamini bado sisi tuko katika 5 bora kutokana na aina ya muziki, ujumbe tunaopeleka, lakini pia maandalizi yenyewe pia. Leo ni siku yangu ya furaha kubwa sana. Kwanza kwa sababu tamasha la Sauti za Busara inaanza. La pili kwa sababu niko na watu wazito hapa kwenye meza. Yupo ndogo yetu Tobias Ditsold, Chief Operating Officer wa Fumba Town. Wadau wetu ambao kama Jane anavyosema wanatufanya tunavimba mjini, au sio jamani? Hawa ni developers, urban living and urban community developers ambao wanatengeneza mji wa kisasa eneo la Nyamanzi na Dimani Fumba Town, kisiwa cha Zanzibar. Mwaka jana wametimia miaka 10 na kwa muda huo wa sasa hivi tayari watu zaidi ya 1200 wanakaa pale. Mimi nisema ukweli ni moja kati wao na najivunia, maana tangu nimehamia pale roho yangu imetulia zaidi, nafsi yangu imetulia. Nikirudi nyumbani tuko kazini hata saa 8 najua niko salama. Yeah. Kwa kuna kitu special kitakuja kuendelea hapo bana ya ndugu yetu Tobias na Mheshimiwa Simai, chairman wetu wa bodi. Lakini pia tuna wadau wengine wapya ambao hatujawaona Zanzibar. Umeona? Tupo hapa na Elkewish, mkurugenzi wa taasisi ya UNICEF Tanzania, ambao pia wametunga mkono katika masha hiyo. Haya atakuja kuyazungumza zaidi Bwana Jene pamoja na Madam Elke. Lakini pia tupo na ndugu zetu wa UN Women, Lusitesha na European Union Kiara Gideti. Hawa wote ni wadau ambao bila wao tusingeweza kufanya kazi ambayo tunaifanya. Jamani, kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa. Umeona, lakini pia impact yake ni kubwa. Nikukumbusha kwamba tu tamasha hili litahusisha wasanii mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali hapa duniani, ikiwemo Zanzibar, Tanzania, Uganda, Kenya na nyingine tofauti huko duniani. Nikiripoti kutoka katika hoteli ya Park Hayati Zanzibar, mimi ni Spotlight wako Jamila Ubwa, Busara Media, habari kwa kina. Busara Media tunawasha ndoto kutoka mtaani dunia yote.
kikomo.